So hiyo ni condition ya kwanza ambapo lazima ikue ndio mushroom imee. Kama humidity haiko, mushroom haiwezi mee. Na hiyo itaeleza point ya pili. Tulisema ile mbegu, niliwaambia mushroom ikiwa hapa, upepo ikuje, ile mbegu ibebwe iende ianguke mahali ingine. Itakuwa imeanguka hapo, lakini haitameka ile siku mvua itanye sababu ya humidity. Kwa hivyo mumeelewa condition ya kwanza ni humidity, na bila humidity hakuna mushrooms. Condition ya pili, sisi sote tumeagree na mea wakati wa mvua, si ndio? Humidity ikiwa juu, temperature iko chini. So condition ya pili ni low temperatures. Hiyo ni condition ya pili. Haipendi joto. So hiyo ni condition ya pili, low temperatures. Kwa hivyo tuseme leo mvua inyeshe, alafu jua iwake, hakuna mushrooms, si ndio? Juu ile joto, mvua imenyesha na ile joto imerudi tu. So hiyo ni condition ya pili. Condition ya tatu ambapo watu wengi ushangaa lakini ni kawaida, ni kitu tunaita, kabla niwaambie, wakati mvua imenyesha. Si tumesema mushroom inamea wakati wa mvua? Sasa tuseme kama saa huu mvua inanyesha. Mushroom umeanga wakati gani? Wakati ya mvua, lakini unamea wakati gani? Mchana, usiku. Kila mtu anakubaliana na hiyo. Hiyo ni condition ya tatu. Inahitaji light vis-a-vis darkness. Unaona? Light and darkness. Giza na mwangaza. Inahitaji both. Nitaeleza kwa nini. Mumesema ni usiku, si ndio? Mnafikiria ni kwa nini usiku? Mbona uwezi amka asubuhi upate hapa hakuna mushroom, na ikifika jioni unaona kuna mushroom? Sasa watu wengi wanaonanga hiyo kitu ni maajabu. Tukisema mushroom inahitaji giza, tunaziweka kwa nyumba. Lakini ni simple law. Kila kitu ndio imee, kila kitu. Wangapi wamepanda mahindi hapa? Huwa mnafanya aje? Mahindi ukipanda, unachimba na unafunika na mchanga. Huko ndani nini iko? Ni giza. Kuna giza. Sasa hiyo giza ndio pia tunataji kwa mushroom. Lakini sasa kwa vitu zingine inakaa kawaida. Mahindi lazima, hakuna mtu anachukua mahindi anatupa hivi. Na hata ukitupa haitamea mchana. Itangoja mpaka usiku ndio ona ikitoka. Sasa ni kama tu mimea zingine. Mahindi lazima uchimbe, uweke, ufunike. Giza iko huko ndani. Ndio hiyo giza inafanya tu ile germination. Ikisha germinate inahitaji light. Sasa mushroom pia ni the same. Kama ni natural environment, itangoja tu usiku ndio inamea. Lakini kama ni shambani, ikifika ile wakati umepanda, lazima uipee giza. Inamaanisha kama ni nyumba unafunika, inakuwa giza yote. So hiyo ni condition ya tatu, light vis-a-vis darkness. Kuna ya nne na ya mwisho inaitwa aeration. Hewa. Lazima ipate hewa vizuri. Ndio maana hiyo nyumba utapata iko na dirisha, kuna ndio hewa ipi? Ventilation. Sasa hii ventilation isipokuwa, ile kumea itamea juu, si giza iko kwa hiyo nyumba. Lakini hapo ndio mambo imepishia hapo. So itakuwa inatoka na haisongi, ile stunted growth. Nishaienda kwa mtu pale Westlands, akona basement ya pili. Basement ya kwanza ni parking, kuna sasa ile ya chini ilikuwanga store. Sasa anaona hii kitu si naweza itumia vizuri, hii mambo ya mushrooms. Ameenda akaweka, zikatoka. Sasa kufikia hapo hazisongi. Sasa anakuja ananiambia, Dennis, hii kitu yangu ilitoka vizuri lakini akapiti hapa. Nikamwambia ipee tu hewa. Akasema sasa hapa kuna dirisha, kuna nini, lakini alitafuta hizi, unajua zile feni. Akaweka na pipe huko sasa ya kupuliza nini huko chini. Kuna ile feni ya siku 4 hivi zimeanza kuamuka tu vizuri.
So hewa ama ventilation tu ni condition pia lazima ufanye nini? Ucontrol. So kazi yako itawaelezea. Sasa kazi yako kama mkulima ni kubalance hizi condition. Hiyo tu ndio kazi yako kama mkulima. Ni hii temperature venye ameuliza iko juu, wacha niirudishe chini, ama iko chini, wacha niipandishe. Unaona? Juu kuna watu wako places unapata yeye shida yake ni ku raise temperature. Na kuna mwingine ako kama huku Mombasa itakuwa ni kuloa. Nyinyi mko afadhali kuliko ule mwaku kuinua. Unaona? Ukienda mahali kama Limuru, temperature saa zingine ukuwa chini zaidi. Na ili uinue sijui unaweka jiko na nini, masaa kidogo imerudi chini. Ni ngumu kuliko kupunguza. So hiyo ndio kazi utakuwa unafanya kama mkulima. Nitawaambia temperature kiasi gani, wakati gani, hiyo next step. Yes. Kwa ile production, preparation, unaona? Mpaka hapo kuna swali? So, yeah. Darkness ni wakati tu mbegu inaanza kuchipua, ikishatoka unataka light. Unataka light. Just like in maize. Just like maize. Okay. Mwingine. Swali lingine. Sasa conditions mko sawa. Sasa unaona ile mbegu kesho nitakuwa nayo. Hiyo mbegu ukiipea hizo conditions, mahali yote itakuwa itamea. Na hizo conditions ikikosa hata moja haitamea. Sasa ukiwa mkulima si unataka mushroom itoke. So kazi yako itakuwa ni kuhakikisha hizo conditions ziko sawa. So tumemaliza hiyo step. So step ya pili ni venye tutacheza hiyo game ya kubalance hizo conditions, si ndio? Tulisema condition ya kwanza ni humidity. Sasa nataka niwaulize tena swali lingine. Humidity hapa nje. Kucontrol humidity hapa nje na ndani ya nyumba. Gani rahisi? Ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba. Aya, tuende sasa step 2, requirements. Number 1, structure. So ili ukue mkulima ya mushrooms, lazima ukue na Sababu gani? Structure ndio itakusaidia kumanage hizi, kubalance hizi conditions kwa urahisi. Unaona? Ikue ni wakati ya kiangazi ama wakati wa mvua, ndani ya nyumba unaweza control hizi conditions, lakini nje huwezi control. Sasa kama sahi kama kuna jua, kucontrol ndio temperature ikue hata chini, ikue 20, si rahisi. Lakini ndani ya nyumba unaweza control, si ndio? So number 1 requirement as a farmer ni lazima kuwe na structure. And kuna NB utaandika mahali. Number 2, mushroom inaweza mea ndani ya nyumba ama nje ya nyumba. But sisi kama wakulima tutakuwa na structure ndio tuweze kulima throughout the year. Nje utangoja tu tuseme wakati wa mvua kama saa hii unalima. Mvua ikienda umekosa. So kuna mwenye aliniuliza bila nyumba mushroom haiwezi mea. Itamea, lakini hizo conditions zikuwe right. Na mara mingi tumesema ni wakati wa mvua, inatoka na giza, vitu kama hizo. Lakini juu tunataka tulime throughout the year, lazima tukue na number 1 requirement ni Number 2, tulisema kuna aina mingi ya mushrooms na zinafanywa tofauti tofauti. So number 2 inakuja kitu nitaita ina simple time mchanga ya mushrooms. Hiyo ni simple term tu, mchanga ama the soil. Lakini kwa term ya mushrooms inaitwa substrate, Substrate. S U B S R A T E. S U B. Yes. S E R. Wacha nirudie. S U B S T R A T E. E for elephant. Yes. Substrate. Substrate, So hiyo ndio ile sasa the proper name, yenye utasikia hata mkulima mwingine anakuambia, "Hey John, uko na substrate?" Sasa unajua ni nini. Lakini in simple terms ni ile mchanga yake, si ndio? So tulisema zingine zinamea kwa miti, zingine zinamea kwa mbolea, zingine zinamea kwa nyasi. Hiyo yote ndio tunaita substrate. So ukitaka kulima mushroom umeshakuwa na nyumba, lazima ujue number 2 ni aina gani nataka kufanya. Ndio ujue substrate yake ndio gani.
So tulichagua oyster. Na kuna mtu aliulizia hapa kuna coco peat, kuna vermiculite. Sasa nitawaambia za oyster. Second thing ni substrate. The third thing, requirement number 3 ni mbegu. Ukisha kuwa na hii mchanga unahitaji mbegu, sasa ndio imee hapo. So kitu ya tatu ni mbegu. Kitu ya 4 ni hizi mushrooms tukizilima tunaziwekanga kwa bags ama containers. So utaandika hapo bag ama container. Nini hiyo? Pipe. No, karatasi ya kuingiza ndani. Unaona kama tulisema hii utatumia sawdust. So utachukua hiyo sawdust unaingiza ndani ya karatasi ama bucket, unaona? So ni kitu tuseme tu container ama bags. So hiyo ndio requirement ingine. The last requirement, kuna 2 last requirement ambapo si for production but ni important ukifanya production. So requirement ingine ni knowledge, information. So unaona kama saa hii muna seek information, hii kitu nitafanya aje. So lazima ujue hii nitalima vipi. Unaona? Hiyo knowledge. And of course, ya mwisho sasa ni market. Juu watu wengi si tulisema tunafanya kilimo biashara. Sasa usipoipeleka kwa soko haujapata kitu. Yes. Alianza na Ni ukweli, hiyo ni ukweli kabisa. Maji is a requirement. Maji ni requirement kabisa. Isipokuwa tu unapata saa zingine vitu zingine tunazisahau, lakini ni muhimu zaidi. Maji, tuseme mwangaza, kuna labor. Unajua sasa lazima pia mtu awe anaiangalia, iwe ni wewe ama uko na mfanyikazi nini. Hizo ni zile vitu pia unahitaji kwa shamba. Kuna security, hizo ni pia necessary. Kwa hivyo maji ni muhimu. Na maji najua mtaniuliza swali lingine. Wacha ningoje mpaka ifike hapo nitawajibu. Hapo kwa maji. So hizo ndio zile requirements yenye mnahitaji kufanya mushroom. So kila mtu akitoka hapa, enda tu na hiyo list yako. Nasema nyumba niko nayo. So nitawaelezea hizo requirements one by one. Si ndio? Utasema uko na nyumba, uko na mbegu, uko na substrate, uko na knowledge, utakuwa uko ready, uko nayo. Niko na bags, niko na nini, unaona? So hizo tunasema ni general requirements for all types of mushrooms. So kila aina unafanya, unaweza pata kuna kitu ingine iko extra unahitaji kwa hizo requirements. So because tunaongelea oyster, andika hapo chini extra requirements. So hizi extra requirements ni tools and hygiene. Tools and hygiene, na nitazi mention tu haraka. Kitu ya kwanza, ile substrate yetu tukisha kuwa nayo, ndio iue wadudu, iue mushroom zingine zenye zinaweza kuwa, lazima ichomwe. Kuna kitu tunaita sterilization. So hii kuchoma, mara mingi tunatumia drum hii ya chuma. Drum ya chuma, si mnaijua? Kwa hizo notes ziko, picha ziko ya hizi vitu zote. Kuna drum. So for oyster lazima ukuwe na drum. Kuna tools kama ile ya kumwagia maji, kama ile knapsack. Kuna utapima hii kitu ukipeleka kwa soko, lazima ukuwe na weighing scale. Mambo ya hygiene, utakuwa na cotton wool, utakuwa na gloves. Unaona? Zote ziko pale kwa notes. So hizo ni extra requirements kwa hii. Cotton wool ukifunga kwa ile karatasi, sana ukitumia karatasi, utaacha nafasi ya breathing. So hapo ndio utaingiza cotton wool. Unaona? Ukifunga kabisa, kuoza ni rahisi. So lakini ikipata hewa inatoa hiyo, hata joto kama iko mingi inatoa. So hapo ndio tunaweka cotton wool. So mnisomee hizo requirements mmesema. Number 1, substrate, bags or containers.
alafu market and marketing skills, then tools versus engine, then kuna kumbani, sterilization ukitumia drums, ambayo ni ya chuma. Haya, kuna kitu hujaweka. Nyumba uko nayo? Structure, yes. Na mbegu? Nilikuwa nimesahau hiyo. Unaona? Sasa wacha tuanze one by one na nitaenda haraka kidogo. Number 1 ni nyumba. Na swali ya kwanza mimi huulizwa kila wakati ni nyumba aina gani? Si ndio? So hii nyumba nitatumia zile conditions explain. Tulisema condition ya kwanza tunahitaji ni gani? Humidity. Ingine low temperature. Mnafikiria nyumba gani inaweza kuwa na baridi, inaleta ubaridi kuliko zingine? Nyumba Masai. Yes. Nyasi, nyasi. So unaona kama hapa Mombasa kuna makuti. Unaona? Itafanya vizuri. Kuna matope, itafanya vizuri. Utaona watu wakulima wengi wanafanya matope sababu ya hiyo matope iko na ubaridi kuliko tuseme kama mawe. Na pia nyumba ya matope iko fani sana. Kukiwa na joto nje, ndani ni baridi. Na kukiwa na baridi nje, ndani kuna kale tu joto. Ndio maana unaona mahali huwa zimekauka sana, wanajenga hizo nyumba za matope ama hizo makuti. So wakati wa baridi iko na joto, wakati wa joto iko kitu kama hiyo. So unaweza tumia nyumba ya matope, unaweza tumia nyumba ya makuti huku, lakini unaiziba vizuri. Aya, unaweza tumia nyumba ya mawe, unaweza tumia nyumba ya mbao. Hizo zitafanya. Kuna mahali zingine unaweza tumia nyumba ya greenhouse. Kwanza kama ni ile ya kuregulate, lakini hiyo itakupea mashida mingi. Tusiseme hapa. Sema tu matope, mbao, makuti, mawe. Na hiyo nyumba ya mushroom si lazima ifanyiwe finishing, ipakwe rangi, ipigwe plaster. Kama ni mawe, inua juu, weka mushroom ndani. Huku chini si lazima weke nini. Inakuwa tu hiyo hiyo nini. So hizo ndio types. Second thing, wacha sasa nisimame kidogo. Second thing, nyumba yako lazima ikuwe na mlango. Unaona? Na lazima ikuwe na madirisha. So kitu ingine pia nataka mujue, unaona kama dirisha, hapa upepo sana sana utoka pande gani ukienda pande gani? Unatoka huku. Unatoka huku ikienda huku. Huku. Sasa unakuja huku. Sasa kama upepo inatoka huku naenda huku, madirisha unaweka opposite sides. So dirisha zikuwe pande huu. Manake utapata hii upepo ikitoka huku inaingia kwa nyumba ya mushrooms na inatoka na pande ile ingine, si ndio? Sasa unapata kama ni ile upepo dry, ile wakati wa joto, unajua inaleta hii joto yote na inapeleka. Sasa utapata kubalance ile temperature ni ngumu. Ndio maana sasa hiyo direction ya wind ni important. Kuna mahali kwa wale wanajua Nyandarua, kuna mlima pale inaitwa, kuna forest inaitwa Aberdares. Hapo kuna kwanga na upepo ingine kama factory ya baridi. Saa zingine inapuliza upepo kali sana huko chini. Sasa tumeenda pale kufanya mushroom. Jamaa akifungua tu dirisha hata 1 hour, unapata tu mushroom ni kama hata iko mwagiwa maji, ni kama inakauka. Sasa ku-maintain inakuwa ngumu sana. Inabidi afunge madirisha, na akifunga madirisha ile aeration, so unaona ma-challenge zinaanza. So hiyo ni kitu ya kwanza ukifanya nyumba. Kitu ya pili ni hygiene. Hapa sasa tutafanya trials hapa, na ndio mutaelewa ni umuhimu ya hii kitu ni nini, ya hii hygiene. So hygiene, hapa kwa mlango unaweza chimba mahali mnajua ile footbath, ile ya kukanyaga ukiingia unakanyaga, ama unaweza chukua mabesheni. Kama utachimba unaweka hiyo disinfectant kwa besheni, mtu akiingia ana disinfect. So hygiene huku ndani ni very important. Hiyo tutakubaliana. Hygiene ni very important. So ndani ya nyumba kuna venye tutakuwa tuna disinfect. Hizo zote nitawaelezea, lakini kwa sasa ujue tu ukijenga nyumba yako unaweza weka kitu kama hiyo. Kuna ventilations,
kuna mlango. Kwa dirisha kama hapa ya mushroom si lazima uweke hizi. Unaweza iacha tu bila hizi kioo, lakini unaweka net. Ile net ya insect net. Unaweka tu, hiyo imetosha. Unless mahali huko kuna wezi. Sasa unahitaji security. Ndio unaweza weka kitu iko reinforced. So hiyo ni nyumba. Kuna swali yote ya nyumba? Umesema tumekuelewa kuhusu masuala ya upepo. Kama hapo Mombasa upepo una either una come from north east ama south west, from north na south. So shida ni kwamba jua linatoka east na west. Sema dirisha tuweke east west, ili jua halikuwa shida la asubuhi na la jioni. Sasa unajua jua unaweza weka hata neti. Kuna hii ya kuna hii neti ya kuzuia jua kuanzia 75%. Kama hizi za greenhouse 75, 80, 90 mpaka 90, hiyo iko sawa. Na ni sini ile tu ya dirisha tu, haitakuwa mingi. Kwa hivyo hiyo una haja kioo, una haja kufunika. Hakuna haja kioo, kuna haja kufunika. Kitu ingine nimesahau, nyumba yako ukijenga, jua kutakuwa na shelves ndani. Sasa lazima kukue na length na width. Sawa? Sasa ndio ujue size ya nyumba yako yenye utafanya. Tuseme hii ni nyumba nataka kujenga, sijajenga. Sasa tuseme shelf ya kwanza itatoka kwa ukuta mpaka hapa na mtu ataniuliza hii shelf inakuwa kiasi gani. So sababu utakuwa unaweka mabags zile za mushroom substrate, inafaa ufanye kitu yenye utafanya na urai. Si ati iko huku unataka kuvuna ile ya huko, unaona? Ni kitu tu unaweza. So mara mingi mita moja, alafu kuna mita moja ya kutembea. Alafu hii shelf kama utaweka ya katikati inakuwa mita 2 juu. Unaweza vuna na pande hii na uvune na pande hiyo. Umeelewa hiyo? Sasa unaweza ongeza venye unataka. Lakini ya ukuta ni hivyo, mita 1. Hii ya katikati inakuwa mita 2 juu. Unaweza vuna na pande hii, uvune na pande hii nyingine. Na ile ya ukuta tena mita 1. Kama utaweka 2 katikati, mita 1 1. So ni vizuri kujua, ndio ukiweka ile shelf. Unajua sasa tutatumia shelves ndio to maximize space. Unaona? Ukitaka kujua, mimi na deal na wakulima, natumianga zile vitu practical. So hii ni 1 meter. Si ndio? Na hii ni 1 meter. Sasa hii 1 meter square ubeba, nikipiga hivi, hizi ni bags 4. 1, 2, 3, 4. Bags. Ile substrate si tumeiweka kwa bag, umepanga bag 1, bag 2, bag 3, bag 4. So per square meter inamaanisha ni bags ngapi? 4 by 4, 16, si ndio? So kama hii imeenda 10 meters, unajua sasa hiyo ni 16 by 10, 160 bags. Ukiweka shelf ingine 160, ingine 160. Ingine, so itakupea idea nyumba yangu itaweza beba bags kiasi gani, si ndio? Juu lazima unajua kwa zile requirements tutajua quantities like nikiwa na mbegu kilo 1 nitapanda bags ngapi na nitahitaji nyumba kiasi gani. Si hiyo ni muhimu? Ile tunaita cost of production. So na itaanzia nyumba. Hautajenga nyumba kidogo ndio useme hii nyumba ni kidogo, acha niongeze. So kukuwa na hiyo information kwamba pengine mita 1 hivi inachukua 4 bags ama 3, unaweza tumia 3 as an example. So hiyo unajua ni 9 bags. Ikienda 10 meters hiyo ni 90. Shelf ingine 90. Ukiweka shelves 3 unajua ni 270. Ukiweka ingine katikati 540 juu ni double. Na hivyo so ni rahisi kucalculate. So hiyo tumemaliza nyumba. Kitu ya pili tulisema ni mbegu. Mbegu kwa sasa
tuseme tu mtanunua mbegu, unanunua kwa mkulima ama labs zile zinatengeneza itafika wakati mkipanga vizuri, tutakuja sasa kutengeneza mbegu. Kila mtu tena ajue venye atatengeneza mbegu yake. Oyster ni rahisi, button ni ngumu, hiyo lazima mkuwe na lab. Ndio maana sasa unapata button sana sana watu ununua. Kama sisi button tunanunua, lakini oyster tunatengeneza zetu. So itafika wakati tutakuja tena kusoma mambo ya kutengeneza mbegu, lakini kwa sasa unanunua mbegu. Bei ya mbegu ni zinauzwa pa kilo. Saa zingine utasikia wakisema lita. Nitawaelezea kwa nini inapimwa pa lita na pa kilo. Kilo moja ina range between 500 and 700 shillings. Inalingana ni wapi umenunua. So utaenda mtu atakwambia 500, mwingine atakwambia 600, mwingine atakwambia 550, mwingine atakwambia 700. But ndio ni explain kwa nini mwingine anauza 700 na mwingine anauza 500. Kuna kitu inaitwa generations, Simulisema mumepanda mahindi. Huwa mnatoa wapi mbegu? Kwa Agrovet. Kwa Agrovet unaenda unanunua ile hybrid, Ukiipanda na imetoka, haupandi tena. Huko nyumbani tunapanda. Tunapata zingine tumeondoa, tumeweka pale kwa jikoni, ni ya kupanda next season. So ukipanda season nyingine, hiyo ni second generation. Upande tena upate ni third generation. Na upande tena ni fourth generation. Na venye amesema ina lose viability. First generation haiwezi kuwa kama ile ulinunua kwa Agrovet, ndio? Na third generation haiwezi kuwa kama second generation. So venye unarudia ina lose viability. Ndio maana utapata mwingine anakuuzia 500 juu pengine yake ni second generation, mwingine ni third generation, hivyo. Yeah. So hapo ndio kuna konga na tofauti. Bag moja ukinunua ya mbegu inaweza fanya, mara mingi tunatumia bag za 2 kgs, Pengine kesho sasa tutafanya practicals. So moja inaweza fanya kama 10 to 15 bags. Sawa? So ukijua nyumba yangu inabeba bags 400, utapiga hiyo hesabu ujue nahitaji mbegu kiasi gani na bags kiasi gani. Haya, mbegu tumemaliza, si ndio? Ya tatu ni bags ama containers. So tulisema ile substrate unahitaji mahali ya kuiwekelea. So mara mingi tunatumia bags. Unaweza tumia buckets, unaona? Unaweza tumia kama hata hizi carrier bags watu wanatumia. Unaweza tumia, lakini mara mingi utaona wakulima wengi hutumia hizi karatasi ziko transparent, Sababu ya ile contamination tulikuwa tunasema. Ile contamination ikiwa transparent unaiona mara moja. Unaifanyia kitu inaitwa quarantine. Kwa hivyo sisi hii kitu ya quarantine ilikuja na corona, sisi tulijua mbeleni. Unaiondoa, unaiweka kando ndio isi affect hizo zingine. Unaona? So ndio maana utapata bags, mara mingi bags hizo transparent. Hizi bags zilibaniwa hapa Kenya, si ndio? Lakini bado zinatumika. Sasa watu wa NEMA kuna procedure. Inafaa uandike barua, useme hii karatasi ni ya kufanya hii. Tunaona kama watu wa takataka si bado wako na hizo bags, kuna barua wako nayo, ndio ukienda kwa kampuni watakuuliza iko wapi kibali. So hiyo ndio procedure. So venye wakati libaniwa huko mwanzo ilikuwa shida kidogo juu ukienda kwa kampuni wanakuambia ndio minimum order tunafanya ni 100,000 pieces, na wewe unataka bags 100 ama 200. Sasa uzuri tuko Kenya, watu wengi wanafikiria biashara haraka. So mtu anasema nitaenda nitengeneze bags 100,000, niongeze 2 bob shilingi 2, niko na pesa zangu. Sasa kuna wale wenye wanatengeneza kwa wingi na wanakuuzia ile kiwango unataka. Zinakujanga kwa pack ya 100. Pack moja imebeba 100. Kuna sizes pia tofauti kidogo. Kuna ya 600, kuna ya 800, kuna ya 1000 pack ya 100. So hizo pia kuna wale wenye unaweza nunua kwao. Nitapeana hizi contact zote. Mbegu, karatasi, mali utapata hizo vitu zingine zote,
Sasa tumemaliza substrate, si ndio? Ni kitu gani hatuja Hapa ni kwa mita moja tafadhali, nataka nikumbushe. Unaweka mwanzo size ya bag ni size gani diameter. Alafu katika hiyo bag moja wamesema kilo moja inaweza kuwa 10 to 15 bags na I assume hizo mbegu ndogo ndogo sana. Na katika bagi moja inatia mbegu kiasi gani, alafu na pengine bagi moja inavuna kiasi gani. Nataka kujua ina 1 square meter how many bags inaweza. Sasa kitu ya kwanza, kesho kama tutafanya hii usimisi. Lakini kabla tufike kesho wacha nikueleze. Sasa bags nimesema mara mingi tunatumia hizo bags na ama buckets unaweza tumia, lakini kuna bags zile wale wenye wanaenda wamepewa kibali wanaenda wanatoanisha kwa kampuni, hata imeandikwa hapo mushroom grow bags, ama wengine hawajalabel, lakini zikianza zilikuwa anga labeled. So hii bag wanaipima, na mimi siko familiar sana na mambo ya inches na nini, unajua kuna but inasemangwa 18 by 20. So but hiyo bag ukiweka kama nyasi ni nyasi ya kama 2 kg So ile mkate kubwa karatasi kama hiyo Ile mkate ya 400 grams. Hapana, ile kubwa 800 grams. Size kama hiyo ya almost same. Yes. Upana ndio sasa hii 18 ni 18 inches. Yes. Ama centimeter. 18 itakuwa ni rula moja na 18 size hii kama ni inches. Basi ni centimeters. Because pale tukienda unasema tu nataka ya 18, wanajua ni nini unasema. Sasa hiyo 18 afikiria ni hiyo centimeters. Yeah. So ndio hizo. Alafu lakini si lazima ati hiyo ndio unaweza tumia. Unajua unaweza tumia bucket, unaweza tumia hata kuna roll nyingine ya karatasi ununuliwa kwa Agrovet. Unapata hiyo unaweza kata kama tubes. So utaona kuna zingine zinahangiwa mrefu, tube ya hata mita 1 ama 2. So pia unaweza weka tubes. But tube iko na challenge kidogo juu ni kubwa, ikipata contamination unapata sasa hiyo unatupa hiyo yote. So heri zikuwe kwa container ndogo ndogo. Yeah. So hata bucket ukitumia bucket ya ndogo ya 10 liters ni mzuri kuliko ya 20 liters. Juu sasa ikipata contamination uharibu nini mingi. So tumemaliza mpaka hapo, si ndio? Nini imebaki? Sasa kuna 3 things Bado tunarudi tu pale pale. Tulisema conditions ni low temperature, si ndio? Sasa kazi yetu ni kuhakikisha hiyo condition iko low. So ukiwa na kama mabati kama hii na kuna ceiling, kitu ya kwanza unaweza weka ceiling hii ambao, ama kuna nini tunatumia kama sisi tunatumia inaitwa styrofoam Pia ni kama mabati tu, tena iko size ya mabati. Styrofoam kwa wale wenye wamenunua kitu delicate kama TV, pale ndani ya box unakuanga na hiyo nini ka white, kivunja hivi inawekwangwa, ndio sasa hiyo nini sivunjike. Sasa kuna yenye imetengenezwa kama mabati 2 meters by 1 meter, unaona kama mabati tu. So unakuja unaigongelea styrofoam. Kwanza hapa Mombasa ndio, hata za huko Nairobi zinatoka hapa. Kuna mahali ziko unaweza nunua hizi. Ile ni heat proof, ukiweka umesahau. Kitu ya tatu unaweza weka pia makuti ama nyasi juu ya mabati, ndio ile temperature irudi chini. Yeah.
By the way, tuliongea mambo ya substrate kweli? Nilitaja tu. But nilisema nita explain one by one. Structure, ni kama hiyo sijasema, si ndio? Good. Kumbe watu walali hapa. Ndio mzuri, Sasa, substrate ndio hiyo tulikuwa tunasahau. Tulisema substrate ni nini? Mchanga, Soil, si ndio? Lakini sasa jina yake ile ni nini substrate. So number one, hii substrate ndio iko na chakula ama madini yenye mushroom itakula ikimea. Na tulisema kila aina ya mushroom iko na different substrate. Ingine ni miti, ingine ni mbolea, ingine ni nyasi, hivyo. So tuende kwa oyster na button, na nitaguzia pia zile medicinal. So oyster number one. Hii substrate ni kitu yeyote plant based. Kitu yeyote plant, hata hii inaweza kuwa substrate. Matawi, nini, unaona? Nyasi, hizo wheat straw unasikia, cocoa peat, hizo vitu zote zinaweza kuwa substrate ya kupanda oyster. Lakini tuliagree tunafanya kitu inaitwa kilimo biashara. Kwa hivyo inamaanisha unataka kutumia kitu yenye itakupea mapato zaidi. So kuna conditions unaangalianga. Kitu ya kwanza, the most important of all, tunasemanga ni nitrogen. Tunaangalia nitrogen levels, So hapa usijali, hizo ni majina ngumu tu, lakini usijali. So nitrogen ni component inafanya mushroom iproduce sana. So kuna vitu ziko na more nitrogen na zingine less. Unaona kama sana vitu kama maragwe. Ona zile nini za maragwe. Maragwe kuwa na lot of nitrogen. So hiyo ukitumia inafanya nini? Inatoa mazao mingi kuliko yenye haina. Kitu ya pili, hii kitu tunaangalianga, tunasema kuna mtu alitumia term nyingine, physical appearance, Unaona Juu tuseme leo wewe unatumia ile nini ya ndizi, hii matawi ya ndizi, na mwingine anatumia cocoa peat. Ukimwaga maji, unaona ni gani ita retain maji kuliko ingine? Cocoa peat ita retain, ndizi haita retain. Unaona? So kwa hivyo inamaanisha itakuwa ngumu zaidi kugrow kwa nini ya ndizi kuliko cocoa peat. So kulingana pia na physical appearance, kuna zingine ziko mzuri kuliko zingine. Tulisema number one, hiyo substrate inafaa iabsorb maji vizuri, ndio sasa utapanda ile mbegu. So ukiangalia kama example tu hiyo ya ndizi, ni matawi ya ndizi na nini, utapata hii ya ndizi haiwezi absorb maji vizuri, si ndio? So utapata yes inaweza, lakini it is not the best. So kuna zingine tunasemanga zenye ziko na inaweza absorb maji vizuri na iko na nitrogen. So kwa hii list andikeni chini. Number one, most popular, bean pods. Number two, rice straw. Rice. Sasa tulikuwa tunaandika zile list, Tumesema wheat straw, rice straw. Ile ya kwanza nilisema ni gani? Bean pods, rice straw, sugarcane bagasse, bagasse. Sugarcane bagasse. Umeandika? Mpaka hapo. Aya, kuna cocoa peat. Cocoa peat. Kuna sawdust. Sawdust. Kuna coffee husks. Coffee husks. Coffee husks. Sasa hebu mnisomee hiyo list nisikia.
kuna bean corn, rice straw, wheat straw, coffee husk, sugarcane bagasse, sawdust. Mbona coffee husks? Mbona sisikii mkisema ya maana zaidi? Cocoa peat. Tulisema. Yes. So kwa hizo zote hapa mnaona ni gani inapatikana kwa urahisi? Sawdust, cocoa peat, kuna ingine nimesahau kidogo ile tunaitanga tusogoro, mtu anisaidie. Hizo maize cobs inafanya vizuri sana. Ile umeielewa? Bora umeelewa. But kuna mahali tunaita tusogoro. Hiyo tusogoro pia inafanya vizuri sana. So kwa hiyo list mnaona gani ndio itapatikana kwa urahisi? Na sawdust. So hizo zinaweza tumika, na choice ya substrate ile unatumia inalingana na a number of things. Number one, inalingana na availability. Unaangalia nini iko available karibu na mimi. Number two, unaangalianga ni cost. Unaweza kuwa hapa kuna hizo nini zote ziko hapa, lakini ingine iko kali kuliko ingine. Sasa wewe utaangalia hii pengine ndio iko cost effective. Ya tatu, unaangalianga pia ni storage. Kuna ingine kustore ni ngumu kuliko ingine. Sasa unaangalia unasema pengine straw nitaweka mahali iko sawa kuliko kukua na ile nini ya tusogoro, unaona? So storage pia unaangalianga. So hiyo ni substrate. So all those ones zinaweza tumika. Sana most people wanatumia mchele na wheat straw. But kupata wheat straw huku na mchele huku ni shida. Lazima pengine itoke na huko Narok, pande ya Nairobi, but ni expensive. Sasa pale Nairobi saa hii tunanunua 180, 200. Ikifika hapa pengine itakuwa 300. Kale ka bale moja zinauzwa na bales, bale moja si unajua kama ile ya high. So unapata ikifika hapa pengine itakuwa 300. Inamaanisha cost yako ya production itakuwa juu. Na utapata kwa soko kama kuna kitu watu wachekangi nayo ni bei ya product. Kama nitawaambia oyster ni pesa ngapi, button ni pesa ngapi, zile zingine ni pesa ngapi. So kwa market wanajuanga tu hii kitu kama oyster ni 500 to 600. So ukiuza kama 700 mtu atakwambia bwana wewe kichwa yako ni mbaya bana. Hii kitu inagonga 500. So unapata cost yako ya production ikikuwa juu, tena utapata shida sasa either kuuza ama profit yako inarudi chini. Venye nimewaelezea, mbegu ni 500 mpaka 700. So far hakuna mtu anauza above 700. Kwa hivyo saa hii nikikuja nikwambie nauza 1000 na wewe ni mkulima, utateta vibaya sana. Utasema bana enda ukae na mbegu yako. Inamaanisha mimi sitauza. Unaona? Ama nitakuwa na shida kuuza hiyo mbegu. So ndio maana unapata mara mingi unajaribu ku lower the cost of production ndio hata wewe ubaki na kina kitu. So ndio maana unachaguanga ile kitu iko karibu, ile kitu iko affordable. So hapa mnaweza sana hapa ni cocoa peat, tafanya vizuri. Sawdust uzuri hardwood kama unaweza pata, na hizo ya mahindi it does well. In order of productivity ya mahindi, sawdust, cocoa peat, sawdust. Sawa. So tumemaliza requirements. Sawdust. Is it a must that it should be a hardwood? It is not a must, but ile itakupea production mzuri ni hardwood. Ndio maana unaona kama hii mushroom utapata kama umekuwa ukifanya research online. Saa zingine inafikanga mahali unachanganyikiwa. Juu unasikia huyu akisema mimi natoa kilo 2, na huyu anasema mimi natoa kilo, na yule anasema mimi natoa nusu. Sasa unashindwa, hawa watu wote wanaongelea bag moja. Huyu anatoa 2, huyu anatoa 1, huyu anatoa nusu. Kivipi? Unaona? Hizo ndio factors zenye contribute. Unaona? Juu ni kama tu ukulima yote. Ukiwa na ng'ombe hapa,
na we uko na ng'ombe, niko na ng'ombe, na ule mwingine ako na ng'ombe. Kama nalisha ng'ombe yangu mzuri na we ulishi yako mzuri, mimi nitapata 20 liters ya maziwa na we upate 5 ama 10. Inalingana sasa na ile tunaita management yenye umefanya ya crop. So nafikiria hiyo ya substrate. Bado hapo kwa sawdust. The much I understand, sawdust kuna ile unga kabisa na kuna hii ambayo tunatumia kwa kuku. So what is sawdust exactly? Wacha nitumie jina mzuri. Wacha nitumie jina mzuri. Kuna watu wameenda class ya English. Hii kitu inafaa ikuwe hiyo unasema. Ile wood shavings. Hii unga inaweza tumika, but utakuwa na shida ngumu sana. Because unaona hata hiyo pengine ukiisoak, hata ikikauka itakuwa tu block. So hata hiyo mushroom peke yake kumea is a challenge, but hii ingine inamea vizuri. So ni ile tuseme ile ya randa. Tuseme ile ya randa Sasa hii ya unga na cocoa peats ni sasa. Hii ya unga yes, bado pia unaweza mix by the way. Unaweza hata mix cocoa peat na sawdust, na bado kuna supplements utaongeza. Hizo zitakuwa kwa ile procedure yenye inafaa tumalizie nayo, alafu tutarudi practical. Hapa hiyo manure itakuja kwenye supplements. Maana kujataja manure hapo katika substrate. Number 1. Number 2, masala ya sterilization. Ukichoma hii vitu zitakuwa hiyo nitawaelezea vizuri. Umenikumbusha kuna mahali tulienda, zile drum ni ya chuma na karatasi ni karatasi. Sasa mtu akaniuliza, Dennis, hii ni drum tunaweka moto, itakuwa moto, na hii ni karatasi, haitayeyuka. Nikamwambia wewe tulia tu, tuende kazi. Tukaziingiza kwa drum, tukafanya, baadaye akapata haijachomeka. So hii nutrients ni kweli kuna certain level ikipita unapata, sijui naweza explain in a simple way aje. Unaona kila kitu, hata hii meza kuna condition nyingine ikiexposiwa ina disintegrate. Unaona ina disintegrate. So kitu yoyote ikifikanga, unaona hata hiyo drum kuna joto ingine, temperature ingine ikifika ina melt. Unaona, so hata hizi nutrients ziko hivyo. Unaona kama sukuma wiki ukichukua upike vizuri, ukipika sana hautapata nutrient yote juu sasa zimekuwa depleted. So hii yetu ni kuna level nyingine tunafanya, kifika hapo tunaachia hapo. Juu kitu tunataka kufanya ni kuua tu wadudu na any other mushrooms. Yeah. Fungal substrates. Yes. Huku Mombasa. Kuna hii nyasi ya kawaida, pengine kuna nyasi zile ambazo weeds ambazo zinapatikana kwa shamba. Hizo zinaweza tumika kwa shamba. Hizo zinaweza tumika. Inaweza hata ile mnaita hay. Si mnajua hay? Hay ndio kuipata hapa Mombasa. Lakini si hay, ni nyasi tu. Nyasi tu imekaushwa tu. Ni hay. So hiyo pia inaweza tumika. Unaona hata hapa kuna hii nyasi nyingine unapata imekuwa mingi, unakata. So hiyo pia inaweza tumika, lakini sasa ile productivity ndio iko chini, but inafanya vizuri kabisa. Productivity. So tunataka ukiingia pale ufanye kitu itakufaidi. Badala ya kutoa kilo 2 usitoe kilo 1. Unaona? Yeah. So hata hiyo bado inaweza tumika. But kama unataka kufanya ile ya biashara commercial, better ufanye ile kitu itakupea more. Swali lingine? Hiyo ndio tunaenda. Hiyo ndio next step. Next step sasa ni hii preparation. Sasa mimi nitawaelezea leo na kesho ni nyinyi mtanielezea. Mimi sitaongea. Mnafanya, mnanielezea inafaa ikuwe hivi. Sasa mkuwe attentive. So kuna swali lingine? Kabla sasa tuende kwa hiyo procedure. Zingine mtaona tukiendelea utapata kuna maswali mingi zinakuja. Kama saa zingine mimi nafunza watu wameelewa kabisa, kesho wakirudi wanasema na hapa siku hapa kunaendaje. So the more pia utakuwa unafanya, the more pia unaona
utakuwa unapata kuna kitu unahitaji uelezewe vizuri, which is just very okay kwa kusoma. So hizo ndo zile requirements tunahitaji. So kama hiyo substrate unaweza angalia ni gani naweza pata, ni gani iko area kama hizo. So kama hapa tutatafuta moja ama mbili, pengine sawdust tutapata kwa urahisi, hii cocoa peat nini ndio tutatumia kama ya practical zetu. Kama unaweza pata hizo zingine the better, hizo za mahindi, hizo wheat straw. Kama sisi sana tunatumia wheat straw kule juu ni rahisi kupata, unamwagiwa tu na lori, unafanya kazi zako. Na rice straw saa zingine utoka pale Mwea. Nzuri. Huyu ni chief officer wetu Department of Blue Economy, Agriculture, Cooperatives and Livestock Mombasa. Naweza kuwasalimia ni watu. I don't want to interfere with. Huyu anaitwa Daktari Roslyn. Lakini anaongea Mimi nilikuwa nimepitia tu kuangalia ya nini hapa. Okay. But I was aware of this meeting. Okay. Na mimi nitaendelea na mkutano. Tutaendelea kuwasiliana. Asante sana. Yeah, so mpaka hapo tunaweza enda kwa procedure, si ndio? Hizi maize crops. Yes. Tunazipata zikiwa just raw, preparation zake ni vipi? Mzuri ni ile imekauka. Hata naona kuna nini zingine hapa. Hizi pia zinafanya mzuri. Hizi ndio zile pods kwa tunasema. Hizi zinaweza pana. Hii nini yake. Wacha ukishatoa. Kama uko na hizi mingi, hapa ni factory mzima ya mushrooms. Yeah, hizo ndio zile tunasema legumes, soya, hizi kunde, hizo zote ni vizuri sana. Shida tu inakuanga kupata ile quantities mingi. Kuna kitu kingine nimesahau hapa. Baadhi itafanya. Kuna kitu nilikuwa nasahau. Unajua kuna wakati tulikuwa hapa Kilifi, tulikosa hizi vitu zote na tulikuwa tunatumia hii bagas, tulisema ya miwa, sugarcane bagas. Sasa kama hapa kitu tulikuwa tunafanya pale lights, nao jamaa wa kuchonga miwa hapo unapata hizo nini wanaziakanga kwa wheelbarrow. Jioni wanaenda kutupa kwa taka. So unaenda unawaambia jioni niwekee, nitakupea kitu kidogo, mwingine wiki moja. Si ndio? So hao jamaa hivyo ndio tulikuwa tunafanya. Unawapea gunia na kitu kidogo, kijana anakuambia ziko 2 hapa, usukujie. Na sisi tulikuwa tunaenda ilikuwa Kilifi. So hapo ilikuwa strategic juu ni hapo tuko na hizo gari za Kilifi hapo. So alikuwa naweka tu hapo. tuanzie sample. Unajua sasa kutoka kuingia ukienda kule na tuanzia wapi? Yeah. So hiyo sample ndio sasa unaona hii theory itaisha leo. Sasa kuanzia kesho ni practicals. Na ndio maana nimesema mkuu attentive. Kesho mimi sitaongea. Hata mimi nitakuwa student. Tutakuwa mnanieleza hii inafanywa hivi na hivi Yeah, so hiyo pia ni vizuri sana by the way. Na hapa nimeona ni rahisi kuipata. Bagas. Unaongea tu na hao majamaa. Nawaambia ndio hii gunia 3 4 zikijaa anakupigia simu kuja uchukue, nampea zingine pia. Hiyo ni mzuri. Yeah, so tunaweza enda sasa next step. Hiyo tulikuwa tunasema ni practical, si ndio? Requirements iko sawa. Conditions mali nitaelezea the remaining bit ni tukishatengeneza hii tuko na tumeshachoma, tumeshafanya nini, tumeiweka pale kwa nyumba, ndio nitakwambia wakati huu ni giza, wakati huu ni mwangaza, wakati huu ni kupiga maji, unaona? So hiyo iko pending kidogo mpaka hii tumalize hii. So procedure ya hii mushrooms kufanya. So si mko na kila kitu. Sasa tu assume mbegu iko hapa, karatasi, substrate yetu iko hapa, nini tena? Nyumba iko sawa, zile tools na drums nini ziko. So hii ndio kazi tutafanya next. The next training itakuwa hiyo. So the first thing, hii substrate ndio iko na kazi. So hii substrate kabla ipandwe lazima ifanyiwe kitu inaitwa sterilization. Sisi nimewaambia tunatumia nini? Ngano Sasa ngano usipo sterilize, hata wachana na mambo ya kuua wadudu. Hiyo ngano ndio itamea kwanza.
kabla ya mushrooms So utapata pale ndani hizo ngano zimeanza kumea na siku 3, siku 4. Unangoja mushroom ichukue 14 days na ngano ishamea. So that is one reason why una sterilize. Kitu kama sawdust hakuna kitu itamea, si ndio? But sasa ni ile kuua wadudu na kuua. Bado kuna mushrooms za aina zingine za wild. Si tumesema mushroom ikiwa pale upepo ipite inaipeleka mahali ingine, so inaweza ileta mpaka kwa hiyo compost yako. So ukiweka hiyo ingine ndio inamea ya kwanza. Sasa kwanza hizo vitu wild umea haraka kuliko vitu zenye unatakanga. Kwekwe unapata inamea speedy kuliko mahindi yako. Sasa kama hizi pia utapata hii ya wild inamea mbio kuliko hii yenye umepanda. So hiyo ndio sababu unafanya sterilization. So lazima tuchome. Kabla hata niseme hiyo tuchome, kuna aina za sterilization types of sterilization. So number 1 kuna ile tunaita sterilization by steam. So hiyo process inaitwa steaming. Steaming na hapo chini upige underline steaming. Steaming na underline hiyo steaming. Kuna sababu Aya, kuna ingine tunasema sterilization by concentration. So concentration ni si lazima steam, but tunatumia kuna kitu inaitwa concentrated lime. Lime. Hiyo mara mingi hawa jamaa wanauza vitu za hospitali nini ndio ukuanga nazo. So hiyo pia nitawaelezea venye inakuwa. So tukianza na steaming. The reason why nilikuwa nasema underline hapo steaming si tulikuwa tumesema kuna hii drum ya metallic. So hii drum tutamwaga maji, tuweke mabags juu na tuchemshe. To sterilize, si kuchemsha. There is a difference between kuchemsha na kusteam. Unaona? So inamaanisha pale ndani ya hiyo drum tutaweka ka stand ya kuwekelea hizi mabag zetu. Tumwage maji. Maji itakuwa huku chini. Stand, alafu makaratasi ziko juu ya stand. Ndio ukichemsha ni ile steam. Hiyo ndio inaitwa steaming Lakini ukichukua hizi makaratasi uingize umwage maji, hiyo ni boiling Hiyo ni boiling. So we are not doing boiling Boiling ukifanya utapata bag zako mingi zitaoza. But steaming ni ile tuku, ile joto itafanya kila kitu iko pale ndani kufe. So ni steaming Aya, so hiyo ni by steaming. So tunaweka hizo bags, tawaelezea hiyo substrate venye ina prepare hiyo mpaka kwa bags. Lakini lazima tu steam. Concentration ndio sasa unafanya na soaking Nachukua ile concentrated lime, unaweka maji kama hiyo drum nusu. Unamwaga ile concentrated lime, unakoroga vizuri. Unaweka substrate yako hapo ndani. Inalala siku 1 ama siku 2. So itakuwa imeua kila kitu. Yaani hiyo environment ya neutral environment hakuna kitu ina survive. Ndio maana sasa hiyo pia ni njia nyingine ya kuua kitu. So hiyo ni vizuri sana. Unaona kama tuseme hapa Mombasa town ama Nairobi town, unapata mtu, kuna wengine wanakaa kwa estate, huwezi washa hata moto kidogo hivi ile moshi ni ya nini mambo iko mingi So unapata mtu kama huyo ni vizuri anachukua tu madrum zake anaweka hapo nyuma, anazisoak siku 2, unazitoa, unazidrain vizuri. Unaweza drain hata siku nyingine moja itoe ile maji yote. So hiyo ni second way of sterilization. Na juu naona watu wamechoka, wacha niende procedure. So hii substrate tumesema lazima tu sterilize, ndio? So tunaenda ile procedure inafaa tufanya. So number 1, hii kitu tuseme hata hizi tulikuwa tumesema ya soya, ya mbazi, ya maragwe. Ikikuja unaikata tu into smaller pieces, ndio sasa iingie pale kwa karatasi vizuri. So step 1, procedure. Step 1, chop into small pieces, katakata. Step 2 ni kusok. Tulisema kuna mtu alisema maji, tulikuwa tunasahau, si ndio?
Sasa maji imepata kazi ni ku soak. So step 2, soak. Mara mingi tunasema overnight. So tukisema overnight inamaanisha 12 hours, ndio? Kesho ukitaka kuchemsha una soak leo. Unaona? So soak. Ukisha soak, hiyo nini itakuwa imepata maji vizuri. Unaona hata hizi ukitumia hizi utapata itakuwa imepata maji vizuri kabisa. Haya, step 3, tulisema maji mingi ifanye nini? Ioze. So lazima tu drain hiyo maji. So step 3 ni kudrain. Kudrain hii maji ni kama ilikuwa kwa drum, unamwaga maji yote, una spread kwa karatasi mahali hata kwa jua. Inafanya nini? Hiyo maji inatoka. So utapata tu ukifanya hata hivi haitoi maji lakini iko wet. So hiyo ndio tunataka. So hiyo ni step 3. Step 4 ni kuongeza supplements. So hizi supplements ndio hii kitu itoe mazao mingi. Mahindi ukipanda unaweka mbolea, unaweka fertilizer. Hiyo ni kufanya nini? Itoe mazao mingi. So hiyo ni supplement. So hapa kuna supplements mbili tutafanya. Kuna ingine inaitwa lime na ingine inaitwa wheat bran. Wheat, ile tu wheat moja mnajua. Alafu BRAN, wheat bran. Unaona? Sasa ile nini ya wheat, ile wheat wakitoa inaitwa wishwa, kuna hiyo maganda yake inabaki, huwa inasiagwa. So hiyo yenye imesiagwa ndio inaitwa bran. So ya mahindi pia unaweza tumia, hata maize bran ama rice pia kama unaweza pata, unaweza tumia. Hizi unapata kwa Agrovet So kuna wheat bran ama maize bran ama tuseme tu in short bran kama unaweza pata bran but ile common ni wheat bran. Aya, hizo ndio supplements tutaweka. So si tumesema step ya 3 ilikuwa kudrain. Tumeitoa, tumeispread, ile maji inatoka. Alafu sasa ndio unanyunyuzia hizo wheat bran, una mix vizuri. Alafu step ingine ni step 5 bag them. Ziweke kwa karatasi. Bagging kuzipackage kwa karatasi. Aya, ukisha package kwa karatasi, amujaniuliza swali lingine. Lakini nitawaambia. Kama unatumia bucket, huwezi chemsha kwa bucket. So hiyo unaweza chemsha kwanza, sasa hapo kwa bagging unaweza tumia hata hizi magunia. Unachemsha kwanza kwa gunia, utaenda utandaze ndio upange kwa nini zako Hiyo ni kama unatumia bucket. But kama unatumia bags, utaiweka tu kwa hiyo karatasi, ufunike. So bag them, si ndio? The next step, sijui ni step ngapi? 6 Step 6 sasa ndio sterilization. Hizo bags nimewaeleza, kuna kale ka drum, kuna stand ingine hapo chini. Unamwaga maji alafu unazipanga juu ya stand, unafunika vizuri, unaweka moto. So moto ni 1 to 2 hours. Sawa? Kama tuseme kitu kama wheat ni 2 hours juu unataka kuhakikisha mbegu yote ile ilikuwa imebaki imekufa. But kitu temperature ni ngumu kupima, but timing unaweza time. Ukishaanza kuona steam inatoka, sasa unajua sterilization alafu una time. Lakini unaweka moto, si ati hujaweka moto na unahesabu 2 hours. Ni moto constant. Aya, sasa ukisha sterilize, the next procedure ni kukul. So lazima, na ikitoka hapo lazima ikuwe mahali sterile. Na lazima sasa hata hizi mkono unatumia ile hata kama hujatumia gloves but una disinfect. Ile kuna ile sanitizer ama methylated spirit lazima sasa ukuwe kidaktari ama gloves vizuri. So ukitoa pale, mara mingi ni vizuri uache ipoe ndani ya nyumba. Kuna zile shelves zako na nyumba ulikuwa umedisinfect 2 days before. Unazipanga pale, unazipea ama 2 hours ama 3 hours, zinapoa. Ndio una introduce mbegu. So mbegu introduce ikiwa moto, haimei. Sasa imechemshwa. Sawa? So una introduce mbegu. Ukisha introduce mbegu, tunarudi huko kwa condition. So condition number 1 unaipea ni darkness. Unataka hii concentrated lime tulisema ikisha sterilize 1 day or 2 days unaenda unai drain. Na sasa juu ile ulisoak, hii draining inaweza take long, hata 1 day. So ukisha drain una supplement alafu una bag. So hapo unaweza panda tu. My question is, kusema unatumia food shavings, umesoak,
And then at what point In now fact, you use the concentrated lime hiyo soaking kwa kusoak. kwa kusoak. So what is So the hiyo dilution yake na maji sasa? dilution sasa nilikuwa nimesema unaweza weka half a gram half a drum ile drum sumeweka maji half, because ndio ukiweka hizo tuseme wood shavings ndio itajaa. Ukiweka maji mingi itamwagika, so lazima uweke nusu, ndio ukiweka sasa ndio inajaa. Kwa ile nini kuna it's around 500 grams Kwa hiyo half a drum is like 100 liters. Yes, 500 grams. Juu inakujanga container kama ya chumvi hivi. Unajua ni kitu inakaa chumvi so hiyo inauzwa per gram. So hiyo container tunasemanga kama kikombe moja ile ya chai mzuri, ile kubwa. Achana na hii ndogo. Ile ya nyumbani. Hiyo moja kwa gram moja. In case tuseme ununue kubwa. Sasa unajua mtu atasema hii 500 grams itapima aje? Unarahisishia mtu kazi. Chukua ile kikombe, chota moja, ukitaka kuweka ingine, chota ingine. So ukisha soak, Drain. So ukisoak, utarudi tena. Ukisoak, hii ni vizuri usoak na supplements, but hautaweka lime. Juu hiyo ita dissolve kwa maji. But bran unaweka tu. Brown unaweza soak. Bran unaweza soak. So ukisoak, utasoak hiyo lime. So in short utatumia maybe maji na hiyo Concentrated lime. Na si una soak hizi chips, wood chips. Sasa unazi mix na bran before. Unachukua tu hiyo bran unaweka kwa maji, itakuwa sticky. Una mix na hiyo nini, una soak pamoja. Because ukisoak na hii bran utasoak aje, na ni supplement. So lazima usoak kwanza. So ikidrain, inaweza drain hata one day. Ni kubag tu na kuweka mbegu. So hii hakuna cooling. Hii tu ni kudrain, ina taking long kidogo. Juu ime absorb maji kabisa. Yeah. Yeah. So tumesema sterilization, cooling, and then yenye inafuata sijui kama muliandika ni sasa spawning. Supplementation iko before bagging. Hiyo iko before bagging. Si tulisema step number 1 chop, step number 2 soak, step number 3 drain, alafu uongeze supplement, uzibag, uchemushe, ipoe, uweke mbegu, uweke kwa giza. Sasa kuweka kwa giza ni kumaanisha kufunga madirisha, wiki 2 hakuna kazi, unaenda zako. Baada ya wiki 2 utaona zimeanza kutoka white, hizo makaratasi ukiziangalia ziko white. Hiyo ndio sasa ni kama germination, but sasa sisi tunaita colonization. Tunasema colonization juu huyu alikuwa ameuliza mbegu tutaweka kiasi gani, ambapo tutaeleza. So hiyo mbegu unapata umechukua mbegu kidogo umeweka. Sasa hii mbegu ndio ina spread kwa hii bag yote. So hiyo ndio tunaita colonization, but ni hiyo germination. Yeah. So ukishaweka hivyo kwa room 2 weeks unafunika madirisha. Unaona? Ikuwe dark. Ndio sasa hiyo colonization ifanyike. Ukishaona colonization imefanyika, sasa unafungua madirisha, unaanza kuipea maji. Unaona? Juu sasa unataka growth na unatoboa mashimo kwa hizo makaratasi. Tumesema cooling, spawning. So juu ukichoma itakuwa moto. So ukiweka hiyo mbegu ikiwa moto itachemsha. Sasa mbegu haitamea. So lazima uache mpaka ipoe. Lakini kama ulisoak, unajua sasa unangoja tu i-drain vizuri ndio uweke kwa bags. So kuna cooling, spawning, hiyo yenye nimesema ya darkness inaitwa incubation. Alafu una incubate. Incubation ni 2 weeks. Ikichelewa ni 3 weeks. Lakini huku Mombasa ni ngumu sana ichelewe. Juu kukiwa na joto ina nini haraka. But kukiwa na baridi inaweza chelewa ikuwe hata 21 days. Hakuna mwangaza. Na mimi pia nisingie. Mimi pia nisingie. Au unaweza ingia. Si ile dakika kidogo tu unaingia, una inspect, unatoka. Lakini hakuna action nyingine utafanya. Hakuna action nyingine, ni 2 weeks ni kiachwa tu hivyo. After hiyo 2 weeks ndio kazi
Tumesema sasa unafungua mwangaza na unaanza kupiga maji. So hii maji inaongeza humidity na temperature inarudi chini, na pia kuna kutoboa ndio zianze kutoka na hizo mashimo. So kazi yako itakuwa tu ni maji, mwangaza na kuvuna. Maji by spray. Maji lazima uspray. So unaweza tumia hii ama unaweza tumia, kuna kama utaki kazi mingi ya kuchoka, kuna hizi humidifiers. Unaona? Humidifiers. Kuna hizi zinakuanga za nyumba zile tudogo za, sasa kuna zile commercial ya kuchapa hiyo humidity. So hiyo inarahisisha kazi sana badala ya hii manual. Kama uwezi nunua hiyo, unatumia tu manual. Asubuhi na jioni, Naipea maji asubuhi, naipea jioni. Naipea asubuhi, naipea jioni. So hiyo ndio process. So hiyo ndio kitu tutafanya kesho. Mumejua kila kitu. How do you do the spooning? Spooning sasa hiyo ni ngumu kueleza kama muoni, lakini tutaifanya. Unaona hata hiyo kipimo lazima kila mtu ashike ajue. So hiyo tutafanya, itatoka better practically. But spawning in short ni kunyunyiza tu hiyo mbegu ndani ya hiyo nini. Lazima open up alafu unamwaga tena unafunga. Kuna cotton wool tulikuwa nayo mahali, si ndio? Unaweka pale ndio sasa i-breathe isioze. So hiyo ndio procedure. Unaongea about structure yenyewe lakini hatujakuambia temperature, ideal temperature inside that. Good. So tumesema incubation, si ndio? Pale ndani kuna management iko in 2 phases. Phase ya kwanza tumesema ni phase ya kwanza 2 weeks incubation, then after 2 weeks ni growth. So hizo ndio phases mbili. Ni kama mahindi ukipanda, kuna giza pale inaondoka, na ikishatoka ndio sasa growth inafanyika. Na hiyo growth, unaona kama hiyo ya mahindi lazima kukue na light. Ukiweka kwa giza utaona hata ikiona kuna mahali kuna light so ndio maana unaona. So phase ya kwanza ni incubation. Hii incubation haina mambo mingi. So mara mingi unapata hapa temperatures inakuanga between 20 to 28. So ukiangalia hiyo ni almost ile temperature, room temperature kama hii. Ndio maana tulisema hii 2 weeks hakuna kazi. After hii 2 weeks unataka temperatures ziende chini ya 24. Unaona? Ziende chini. Chini. You want them below 24. So mara mingi 18 to 24. Kuna mbegu aina zingine yenye tunaita heat tolerant. Hiyo inaweza enda mpaka 30 something, maybe 32 bila problems. Yes. So kama hiyo ukipata tena hiyo story ya heat haitakusumbua sana. But 24 to 18 second phase. So second phase tumesema first condition ni light, second condition ni temperatures. Na uzuri ya temperature tuna control na maji. So ukichapa maji temperature inarudi chini na humidity inakuwa juu. So ni kama unafanya vitu mbili pamoja. Na kitu ya the last condition tulisema ni una mwangaza na aeration. Ile 2 weeks tulisema umefunika iko giza iko nini. So hizo ndio 2 phases. Kuna phase ya incubation na kuna phase hii nyingine tunaita fruiting, wakati mushrooms inatoka. Fruiting stage. Incubation na fruiting. So incubation tumesema number 1 darkness, number 2 temperature ni almost room temperature, so hakuna kitu tunafanya. Na humidity bado, humidity tutahitaji tu ndio zitoke. So fruiting ndio sasa kuna mwangaza, kuna humidity, inamaanisha lazima sasa pige maji na temperature inarudi chini na unafungua madirisha, inaingiza mwangaza na upepo. So those are the 2 phases, phase ya incubation, phase ya fruiting. Na umesema ni mwezi mmoja. Ni mwezi moja. So 2 weeks.
Alafu kuvuna pia ni mwezi moja, 5 weeks. Mwezi moja na wiki, 5 weeks. Although inaweza enda mpaka miezi 2, lakini hizo 5 weeks ndio sasa kuna ile kapuro. Ni kama tuseme wangapi wako na ng'ombe hapa. Ikianza inaanza kutoa kidogo mingi mpaka ile wakati sasa kama ulikuwa unatoa jug moja inakupea kikombe moja. So hii pia utaanza kidogo hivyo upande itoe mingi alafu ianze kurudi chini mpaka wakati sasa itafika hakuna kitu ya maana unatoa. So mara mingi unapatanga ikianza kuanguka hivi hapa katikati nakatanga, lakini kama uko na subira unaweza ngoja mpaka hata iende miezi 2 bado unatoa. Lakini hizo 5 weeks ndio main. Yeah, so ni 1 month and another 1 month, 2 cycles 2 months, yani ni cycle moja ni 2 months. So kitu ingine pia nimekumbuka, wewe kama mkulima utahitaji kila mara uwe na mushrooms. Usipigiwe simu leo niletee, kesho sina, next week hauna, ati ngoja mwezi moja. So lazima ustructure kwamba unaweza kuwa na nyumba 2 ama unaweza kuwa tu na nyumba moja na unaigawa mara mbili. So hii ukivuna hii inaendelea, ukimaliza kuvuna hii iko ready, unaweka hiyo ingine, unaona? At least 2 houses itafanya ukuwe na ile continuation, ndio usipigiwe leo uko nayo kesho hauna. So unaweza jenga nyumba 2 ama unaweza jenga nyumba moja na ugawe mara 2. You know, substrate hakuna mambo ya supplementing while you are harvesting, it's growing. Ukishaweka ile mix yako ni hiyo tu. So hiyo inafanywa wakati ya hii kuprepare substrate. Hii wakati ingine ni maji tu. Alafu kuna vile kama sodas, kuna kipimo utasema maybe sodas 50 kilograms unatumia 10 kilograms of wheat bran. Kuna ratio tulisema ya mbegu, tulisema si ndio 10 to 15 bags Tumesema ya concentrated lime ni hiyo kikombe moja kwa drum moja. Hii ingine mmesema ni wheat bran. So wheat bran auwekangi mingi sana. Ukiweka mingi kuna challenge ya contamination because kuna a lot of sugar. Na sasa hizi vitu zingine zinapenda sugar. So unapata contamination rate inaenda. So inakuwa tu kidogo tu. So unapata kama drum moja utaweka tu kilo moja tu. Kwa hiyo nini yote. Tuseme umetumia sawdust ya umesok kwa drum moja 1 kilo, kama ziko drums 3 unaendea kilo 3. Uweke mingi. So kwa hiyo maji just make sure unajaza sawdust paka ijae. Kwa hiyo maji, kwa hiyo Yes. So unajua ukiweka maji half na sawdust half, so itajaa hii drum. Na unajua ile sawdust pia itavuta maji. So itakuwa imejaa. At the end of the day maji itakuwa hata hakuna na yote ni sawdust imeabsorb. Yeah, so ni hivyo. Kama ni ile ya si ya kusok, ukisha sok ikidrain ndio una mix hiyo wheat bran. kama si ya kusok. So umekumbuka kuna 2 ways of sterilization. Steaming na soaking. So soaking tulisema una soak, una drain na una spoon immediately. Lakini steaming una soak, una supplement ndio una steam. So hizo procedures ni tofauti kidogo. soak supplement. Yes. Soak, drain, supplement. Unachanganya. Alafu unaweka kwa makaratasi. Ratio ndio hiyo nimesema. Kilo moja kwa drum moja. Sasa drum moja nimeelewa ni wapi tumepotea. So wacha nianze na moja ndio tusipotee. Kuna njia mbili, steam na soaking. Hapo ndio kuna tatizo. Sasa tuseme saa hii tuweke soaking kando, tuongelee steam ndio tusimix. So steam tulikuwa tumesema una soak, una drain, una supplement, alafu una bag, si ndio? Ulikuwa umeisoak, una drain maji mingi, unaongeza supplement, unaingiza kwa makaratasi, ndio una steam, si ndio? Ukisha steam unaacha inapoa, ndio unaweka mbegu. Mpaka hapo iko sawa. So ndio tukasema kilo moja kwa drum moja. Sasa the other easier way kujua
nisema gunia moja. So, because tuseme sodas tutaendea kwa gunia. So ukileta gunia moja ama uko na gunia 5, jua sasa nahitaji wheat bran ama bran kilo 5. Nahitaji lime kilo 5. Hapo iko sawa? Sasa tumesema steaming Hii mara mingi utaenda kununua na kwa gunia, si ndio? Umeenda pale hapana, gunia kubwa. Gunia kubwa kama hii. So umeenda pale Bombolulu, umekuja na hizi gunia 5. Sasa hapo unajua nimeshachukua gunia 5, wacha nipitie kwa Agrovet nipewe bran kilo 5 na lime kilo 5. Si ni sawa? Watu wa steaming tumemaliza, si ndio? Sawa. Sasa turudi gunia ni 5, gunia moja kilo moja So watu wa steaming si tuko sawa? Haya. Turudi sasa watu wa concentration soaking So soaking hiyo procedure bado ni same tu. Gunia 5, kilo 5, kilo 5, si ndio? Kitu yenye ni tofauti ni ile, unajua hii hautachemsha, utasterilize na hydrated lime. Ndio ile tulikuwa tunasema 500 grams. Sasa umeielewa? Umeelewa? Hiyo tu. Si kila mtu ako sawa. Kesho tutaenda kutaelewa zaidi. Ndio nakwambia. Hii ya steaming si mumeelewa. Hii ya steaming kwanza tu agree, ya steaming mumeelewa. Gunia moja kilo moja. Gunia moja kilo moja. Weka kwa makaratasi, weka moto. Sasa makaratasi jitani makaratasi. Makaratasi jaile makaratasi na gani vipi? Hiyo sasa kesho ndio mtaona vizuri. Kesho. Sasa steaming tuko sawa Ndio tunakuja soaking. Sasa mtu wa soaking yeye hakuna kuweka moto, si ndio? Yeye atatumia nini? Concentrated lime. Sasa badala ya kuni unatumia lime 500 grams. Hiyo tu ndio tofauti. Ile lime na nini iko same. Whether unachemsha ama unasoka. Kwa hivyo una mix na soka. Unasema 1 kilo. Yes, 1 kilo. Na hii nyingine 500 grams. Yes. 1 kilogram. Ako right. Juu hapa kuna lime mbili ndio anasema. Kuna ile concentrated ya kusterilize na kuna ile lime ya kawaida. Ile lime ya kawaida ni 1 kilo na hii ya kusterilize ni 500 grams. Yes, ndio anasema. So hapo tuko sawa, kila mtu ameelewa. Hizo zingine mtaelewa vizuri practical. Tusikoroge kichwa sana na kitu simple tu. Hata mtachanganyikiwa. Sasa balani hiyo nyumba. Unatuambia kilo moja ya mbegu inatoa kilo ngapi za maximum ikiwa umefanya kazi nzuri? Maximum. So tena ndio hii kazi ikuwe rahisi. Tulikuwa tumesema unit of measure ni bags, si ndio? So ndio tukasema mita moja inaweza beba bags fulani. Kwa hivyo unajua nikiwa hii nyumba ikiwa ni mita 5 na hivi inaweza beba bags fulani, si ndio? Hapo mpaka hapo iko sawa. So the last thing yenye anasema sasa ni output. Nitatoa kilo ngapi ndio uanze kupiga hesabu ya hesabu ya pesa. So bag moja, hiyo size ya bag yenye tutakuja nayo, hiyo tulikuwa tumesema ni 2 kgs inatoa kilo 1 to 1.5 kilo 1 to 1.5 So inamaanisha nikiwa na bags 100 napiga hesabu ya kilo ngapi? 100 to 150. Inaweza fika 200 but sitaki nitumie hiyo. Heri uexpect kilo 1 na upate 2 kuliko kuexpect 2 na upate 1, si ndio? Yes. So 1 to 1.5. Kilo 1 tulisema ni 500 to 600. Lakini mara mingi haiuzwi na kilo. Ukienda hata hapa Naivas ama kwa supermarket, utapata kuna zile containers tunaziita panets So hiyo pia inafaa munote mahali panets. PUNNET.
P-U-N-N-E-T, Panet. Yes, so utapata hata watu wa Naivas tuseme kama wanakujua watakwambia Abdi Panet 20. So wewe unajua Panet ni nini? So Panet ni 250 grams packaging. Hiyo container inabebanga 250 grams So inamaanisha ine ni kilo moja. So aziuzwangu ina kilo, inauzwangu kwa hizo makontainer. So hiyo container moja unapatanga 120 150. Ikianguka yani hiyo bei imekuwa mbaya ni 100. But huku Mombasa nimepata hata bei ni mzuri kidogo, inafikanga 200. Kwa tunauza 200 bila shida. Yes, because unapata sasa, unajua hapa kuna mahoteli ni mingi, so ile wakati ya tuseme peak season, hizi vitu lazima zitoke tuseme Nairobi, zinatoka nje. So ikifika hapa ile quality si same na ya mtu ya hapa. Uko pale mtu hapa umetoa zako, umedrop hapo mbio ziko fresh, ziko safi, unapata bei iko sawa. So hiyo inamaanisha ukifanya na 200 inafika hata 800, but 500 to 600 average. So unaweza piga hesabu yako, niko na bags 100, nimetoa kilo 100 na 500, ama nimetoa kilo 150 na 500, unaona? Unaweza piga mahesabu haraka. Yeah, swali lingine? 5 weeks. But kama uko patient, naweza enda mpaka 2 months. So hiyo ni 8 weeks. Hizo wiki za mwisho zinatoka tu kidogo. So hizo wakati unaanzisha harvest. Yes. Ile watering bado utakuwa unaendelea na lazima. Hiyo sasa kuanzia tu hiyo phase ya fruiting, ile wakati ulitoa giza, baada ya wiki 2 mwangaza, maji throughout na kuvuna. After kama 1 week 2 weeks utaanza kuvuna. Sasa unavuna, unapiga maji. So routine inakuanga hivi. Hii ni nyumba yako iko na mushroom. Ukiingia kwanza ni kuvuna. Kishavuna zote unaenda kupackage, ndio unapiga maji. So unapiga maji baada ya kuvuna. Ukipata hiyo maji, tuseme upeleke pale Naivas, utaona zitaoza haraka. So itoe hivyo kama bado imekauka, haina hiyo maji. So ndio maana unavuna kwanza, ndio upige maji. So hiyo ni routine. Wewe unaingia, unavuna, una package, unachapa maji, unaenda soko. Jioni unarudi, unachapa maji, unalala. Kesho una repeats. Na storage ya shelf life yake ni shelf life ni 4 days. So ndio maana mara mingi ni vizuri unafanya karibu na soko yako. So unapata sasa ukifanya hapa na unapeleka hapa town ni vizuri kuliko unafanya siji huko Kwale na soko ni huku. Sasa ile handling na nini itafika hapa hata kama si fresh. Na isipokuwa fresh, kachi na kuanga tu moja. Sasa bei wale watakununulia ni mbaya. So kama bei ni 200 ama 150 watakwambia ai bana wewe chukua 100. Unaona? Na sasa hiyo kidogo itakuwa inakula ile profit yako. Yes, refrigeration iko sawa. Unafanya fridge ama deep freezer. But bado The freezer is acceptable. yes, but bado is still best within like a week. Yeah, so ukiona itapita hapo, uzuri ya oyster unaweza kausha. Na huwa ina harufu mzuri sana. Kuna mtu anaweza jibu hiyo? Amesema tofauti ya oyster na button ni gani, na tunaweza recommend oyster ama button. Ulikuwa umeongea na fikira amechelewa. Oyster amesema kwamba ina top iko kama umbrella hivi. Na hii button ina kama board wide na kifo hivi. Na akasema kwamba hii oyster hii ndio iko nzuri Uganda na Mombasa, sehemu zina joto. Lakini hii button inataka mahali kuna baridi. Tunatengeneza bread molds kwa shule ya
Unaweza tumia mkate kama substrate hapa. Ni vizuri sana. Unaona, hata umenikumbusha. Pale kwa list ya substrate, ongezeni kitu inaitwa cardboard. 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 Cardboard, hizi carton box, substrate mzuri sana. The only challenge sasa ni pengine kupata ile quantity yenye pengine hiyo itakuwa tu mzuri kama wewe ni yako tu ya nyumbani nini, but cardboard inafanya vizuri. So talking of bread, bread inaweza kuwa na challenge. Na challenge ya bread ni moja tu. Kuna kitu inaitwa mold. So, unajua ile mold, hiyo mkate ukichukua ipate maji kidogo, iache siku 2, unaona? Sasa hiyo ndio inaweza kuwa challenge na hiyo ni na kugrow. Na pia hiyo iko na sugar, iko na sukari mingi. So hizi hata mold ni fungi, by the way, ni mushroom tu, iko katika familia moja na mushroom, lakini sasa ni kama zile za weeds, kwekwe. So unapata kwekwe is a plant, but sasa ni a weed. Mold obviously ni bacteria, so ni kitu inaweza leta air kama hizo poisoning nini, so it's not safe for eating. So hiyo ndio inaweza kuwa challenge ya hii. Ya swali lingine sasa, nafikiria mpaka hapo tumemaliza. Sasa kesho au tutafanya mpango, kila kitu ikisha kuwa ready ni practical. Na mnajua, kila mtu anajua ni nini iko tuna expect. Na hizo notes I think nilikuwa nimeshare. Pia mtapitia, kuna hizo requirements nini. Sasa kesho ni kazi. Yes. Unasema kesho sijasikia kwamba tunakutana tena kesho. Amesema alisema leo tunafanya theory, tomorrow tunafanya practicals, mtu aende akapande kwake. Sawa, sasa. Yes. Sasa ukisema kwanza mimi nilijua tuko invited for this thing only today. Ndio. Sijui wenzangu wako vipi, maana mimi katika hiyo inaitwa nini ile program nimefunga siku ya leo kwa mambo haya. Ya kesho iko na mambo yake. Number 1. Number 2, nimesikia kwamba tunafanya practical, watu waende wakapande. Hizo nyumba za kupanda nini zitatengenezwa in one day. Sasa ndio mwalimu, kile ambacho tunafanya sasa ni ile inaitwa Q&A, question and answer session. You have done very well, mwalimu. Pigeni makofi. Niaba ya mwalimu, let me make a formal apology ya kwamba nilipanga. Yes, wale ambao wamekuja kama mmeselewa, mimi ninaitwa Daniel Imunya, ni Director of Agriculture Mombasa County. Ofisi yangu iko Uhuru na Kazi Building, third floor, na mimi ni huwa nashirikiana na stakeholders kwa muda mrefu. From 2013 nilipoingia hapa, nilipatiwa directorate hiyo ya extension, training and liaison, ambayo ni ya kuwa na stakeholders. So I am saying this, niliwa invite last week on Friday, we were unable to continue kwa sababu kuna mwalimu pia alikuwa ametoka Nairobi, lakini alipokuja hakuweza kukuja practically tufanye kazi yoyote. This one, when I realized I've made a mistake na the people have thirst for knowledge, I contacted my friend Demis na akakumbali. So where I was planning, mimi nilifikiria kwamba we are able to do within one day. Lakini wakati ameingia hapa asubuhi and he just came all the way from Nairobi na hatutaki arundi na hii knowledge ambayo amekuja naye, ndio tunaomba kindly if you could allow us, not all of us, at least the representatives, to find a practical, so that this practical now can assist the coastal farmers to venture into mushroom farming for their own consumption. And I started, my friend Mwalimu, before you came, niliwaambia the first marketing is at family level. Ukikula nyumbani, ukiridhika, ndio sasa unaenda to the external market. And the external market are your neighbors. Convince them to eat the mushroom, convince them the benefits, let them even plant theirs. Then when you have mass production, ndio tunarudi sasa kwa mwalimu, tunamwambia mwalimu, tunataka kupeleka
kwa hoteli fulani tupatie barua, kwa sababu mpaka wapatie barua ya kuonyesha umaarufu wenu na kuonyesha ile mbegu ambayo mmeipanda na kuonyesha kwamba umepata all the protocols ambayo zinahitajika kwa mahoteli. So ni Mr. Omar Hassan, I beg those who will be available tomorrow, let us come, let us do practicals, but from the onset my apologies for tomorrow's practicals because I thought we will finish today. Asanteni. Yes. Mwalimu, questions and answers. You'll answer another question or two. And those who came late, you can see I'm giving you the note. Instead of loading pale kwa group, I'm giving notes those who came late, including the lady Alima ambayo yuko hapo nje. Karen nimekutumia, Sami. There are 2 people I've not sent but I'm sending. Sikuwa nimesave majina yenu. Today, we cannot do it today because we did not provide lunch and people have to break for lunch. So we are doing it a half day so that people can break for lunch. Yeah, no, people have commitments. Wanafanya tu, anatoka hapa anafanya kazi ingine kidogo. Watu walivunja kazi. Kuna these are great men. Kuna wengine ambao wako na poultry, kuna wengine ambao wako na nduka, kuna wengine ambao wako na customers ambao wanawangoja. So wanamwambia Yes. Very good. Let's hear from Daktari. We will make a conclusion, Daktari. Yes. Yes. So we need 2 weeks a day. We need more 2 days. Yeah. I've been looking for someone to, in fact, I think when I called you, that was, I think, almost 1.5 years ago. I wanted to go to Nairobi. Then there was another meeting, we were paying 15,000. I had thought to go for that meeting with Papa Gojo. Then when I'm top, there's someone doing oyster, but availability material nae walikuwa natumia ile nini? Wait. Yes. For me, sodas zinapatikana because I'm also a chicken farmer. Yes. So sodas line zinapatikana. So sasa nimejitayarisha. In fact, I was even telling the gentleman who sitting next to me, nilinunua ndoo karibu 20, nilibaki nazo sasa hivi nimezitumia. So it is something that I've always wanted to do, and it is an honor to finally meet you. So let's not push so hard, but at the end of the day, for those people who had not purpose to come tomorrow, like me, kesho nikikuwa na job, but I thought leo tutafanya kila kitu. So unless you're really tired in the afternoon, those materials tunaweza zipata. Kama ni concentrated light tunaweza now. The problem would be mbegu uko nayo. Maybe I explain nisaidie Imunya pia ku explain. Number 1, I think leo itakuwa ngumu If you understood ile procedure nilikuwa nimewaambia. Soaking is how many hours? 12 hours. Will you still be waiting for 12 hours? No. So it is not possible So leo. it's not possible. Hata kama kila kitu iko. Then number 2, it's also good mu take break. Unajua kuna kitu inaitwa fatigue or information diarrhea. Inafika mahali hiyo ingine ni ngoma. So ukienda nyumbani utadigest hii yenye umepata. Ndio kesho ukikuja unakuja ukiwa fresh. And then I think the other thing, it is understandable watu wako na mashughuli, but what we are trying to do is to document kila kitu vizuri. Yenye kama kuna mwenzako ako hapa na bado unaweza access hapa, utakuja upate hiyo information. There's also a plan ya kufanya setup hapa. So anytime you can come na unapata ile documentation iko pale. Kama hiyo nimewatumia, maybe unafuatilia ilikuwa aje, just the practicality of it. So sidhani kama ni challenge kubwa sana, but wale wenye watamanage wakuje, just a representable number wenye amesema. Mimi kwa upande wangu tu nitajitahidi nifike kwa sababu ya umuhimu wa hili jambo, lakini kwa vile kesho ni Ijumaa, tafadhali tunataka kuna msikitini minimum saa 6 kamili tu. Kwa hivyo ningeomba wenzangu tujeni mapema na mwalimu kesho wewe utangulia. Tukija vitu viko tayari so that we can do both. Sawa. Iko sawa.
Ikiwa itawezekana hivyo, wengi tutajitahidi kwenye hilo, lakini ikiwa ni yale ya leo na last week, kesho tofauti bwana. Unajua pia unga lazima tutengeze. Ni kweli kabisa, ni kweli. Tutafanya hiyo mpango, fikiria ujumbe mtapata kwa Imunya. Ikuwe mapema. Kuwe mapema ndio ikifika saa 6 ama saa 5 au waende msikitini. 9 tuwe hapa. Saa 3 maana kesho tuanze. Sawa. Sawa. Lakini saa 3 tuanze. Mwalimu ametoka Nairobi leo, ndio niwaambia. Na Nairobi sijaje saa 9. Alikuja tu akarefresh na kuingia huko. So leo analala huko. So We can even start at 8 if you want. ndo 9 tuanze. 8:30 We can start. Well, ningesema 8 lakini hii njia kuja hapa Traffic jam. hapo tutoke kwangu nitoke 5. Kwa hivyo 9 iko sawa. So tuseme 8:30. 8:30 sawa. Mtu point order 8:30. Weke 9. Manake Kwa nini waishindana ni wewe bwana? 9 ni kuanza. 9 kwanza. Sawa.